Yo, it's me bin_Yusuf 23. Unaweza kunipata hivyo kwenye mitandao yote ya kijamii hapa ndani ya TNCTZ, maana ndo tunaokuletea trending zote zinazo trendi mitandaoni hapa na sio sehemu nyingine. Cha msingi unachotakiwa ni kusubscribe, maana kusubscribe utaweza kujipatia trending zote ambazo tunazozipost kupitia ukurasa wetu wa TNCTZ. Sasa bwana, katika vitu ambavyo Watanzania tunatakiwa tujivunie ni kuwa na msanii ambaye anaitwa Diamond Platnumz hapa Tanzania. Yani hicho tunatakiwa tujivunie. Sawa, tumshindanishe na wasanii wengine kama kina Alikiba, Harmonize, sawa, lakini jambo ambalo tunatakiwa sana tujivunie ni kuwa naye Diamond. Kwa upande fulani hivi, kama ulikuwa ujui, sasa Diamond hivi karibuni amewakanyaga wa Nigeria, si kwa upande wa YouTube, si kwa upande wa TikTok, lakini kiufupi kwa upande wa wenyewe wanasema Tara au kwa upande wa kusini ni kwamba yeye ndo namba moja, anashika namba moja kwa upande wa social media. Yani yeye ndo kashikilia kinara hicho. Kwa upande fulani sasa chani dadafue kidogo, sasa uwekezaji mkubwa ambao anaufanya mwamba huyu, yani kiufupi yani ni mfalme wa content. Diamond anaelewa kwa maudhui ndio yanavuta watu, anaachia video za muziki zenye ubora wa kimataifa HD, kitu ambacho kinazidi kumzidishia subscribers, kwa sababu mara mwisho tunatizama subscribers zake pale kwa upande wa YouTube alikuwa ana milioni 9, lakini right now ukienda unakuta ana 10.4 hivi, yani milioni 10. Ndio msanii wa kwanza kwa upande wa kusini kuweza kufanikisha au kuweza kufanikiwa kufika milioni 10 subscribers. Na kwa upande wa pili mchango platform ya Wasafi, tunajua alianzisha WCB Wasafi label, so kwa hiyo ikawa kama kwa upande fulani ikamboost. Lakini ukiachana na hivyo pia Diamond Platnumz nidhamu ni moja kati ya wasanii ambao anasifika kwa kuwa na nidhamu katika utengenezaji wake wa muziki, lakini sio kwenye upande wa utengenezaji muziki tu, lakini hata kwa upande wa the way social media zake zinavyorun. Ukiangalia hata kwa Instagram ni msanii ambaye anaongoza, ukiangalia hata kwa TikTok ni msanii ambaye anaongoza, ana 9 million followers kwa upande wa TikTok. So unaweza ukaona ni msanii ambaye kiufupi kwenye upande wa management yake kwenye kuongoza kwenye masuala ya social media yuko vizuri, lakini pia ni mtu ambaye anapenda kujifunza na kubadilisha. So unaweza ukamkuta this time around anakuja na piano, next time around unakuta anakuja na singeli, toka hapo anakuja na taarabu. So ni msanii ambaye anahama, anaangalia kutokana na upepo kwa right now upo upande gani, so yeye ndo anaamua kuishi nao. Lakini pia kwa upande wa mashabiki wake pia ni msanii ambaye ana wafuasi wengi, kiasi ya kwamba mashabiki wake hawakuweza kuishia kwenye upande umfuatilia tu, bali pia kwenye upande wa subscribers. So kwa upande wa YouTube Sub-Saharan African artist ambao wenye subscribers wengi anakuwa anaanza yeye Diamond Platnumz akiwa na milioni 10, alafu anemfuatia ni kijana wake ambaye alimtengeneza mwenyewe kupitia lebo ya WCB na baadaye akamwachia Baini Rayvanny, ana milioni 5.74. Lakini anayefuata ndo anakuja sasa Nigeria. Kwa upande wa Nigeria huyo ndo anakuwa ni msanii wa kwanza kuwa na subscribers wengi ambaye ni Burna Boy, anashikilia milioni 5.41. So hapo anakuja pia Harmonize, ana milioni 5.16. anakuja Fally Ipupa from Congo, ana milioni 5. anakuja Rema from Nigeria, ana milioni 4. lakini anakuja Tyler from South Africa, ana milioni 4. lakini anakuja Davido naye ana milioni 4 from Nigeria. CK ana milioni 4 from Nigeria. Hapo anakuja msanii tena from Tanzania, Official Zuchu, akiwa na milioni 3. So hiyo inakuwa ni top 10 kwa upande wa Sub-Saharan African. Unaweza ukaona the distance between Diamond Platnumz na Rayvanny, yani msanii wa kwanza kwa YouTubers wengi kwa upande wa Sub-Saharan pamoja na anayemfuatia ni takriban kama 4 million subscribers, yani wamepishana. So unaweza ukaona kitu kama hicho. Kwa upande fulani hivi amekuwa ni msanii ambaye anawakimbiza sana. Ukiangalia hata kwa upande wa TikTok anaanza yeye akiwa na milioni 9, lakini akifuatiwa na Davido akiwa na milioni 8, akifuatiwa na Burna Boy akiwa na milioni 7, akifuatiwa na Rema akiwa na milioni 7, akifuatiwa na Kiss Daniel akiwa na milioni 5. So ni mmoja kati ya wasanii ambaye pia kwa upande wa kuishi kama brand, yani ni msanii ambaye anaishi kama brand, sio msanii ambaye unaweza ukakutana naye ovyo au unaweza ukamwona anaishi tu ili mradi tu ameishi. No, ni msanii ambaye anaishi kupitia brand, anaishi kwa brand. So kwa upande fulani wa Tanzania, katika kitu ambacho tunatakiwa tuwe tunajivunia kuwa na msanii aina ya Diamond Platnumz, ambaye kwa sasa ambaye yeye ndo anaweza kutuheshimisha right now, ni msanii ambaye kwa Sub-Saharan ana contain 10 million, huku akifuatiwa na kijana wake Rayvanny Boy akiwa na 5 million subscribers. So unaweza ukaona kwa upande fulani hivi proudness kwa upande wa nchi ya Tanzania, kwa sababu huwezi ukamtaja Diamond Platnumz bila ya kuitaja
Tanzania, uhalisia wake nchi anapotoka. Ulikuwa nami Bin_Yusuf23. Usahau subscribe kwenye YouTube channel yetu ya TNCTZ, maana kusubscribe utaweza kujipatia trending zote zinazoendelea mitandaoni. Diamond kashamua kwa kanyaga Nigeria huko. Sijui next nani. See you until the next time.